Selassie Rastafari. Siku ya Sabat, neno la Jah ni katika kitabu cha Hebrew, kitabu cha Waebrania, ambapo ni muhimu sana siku ya Sabat kuheshimu, kwa sababu ni agizo la Jah kuacha kazi zetu zote ambazo tunafanya na kumpatia Jah sifa zake, shukrani zake na kuendelea kumtukuza, kwa ndio iliyo sadaka kuu. Neno la Jah ni katika Hebrews, Waebrania sura yake ya kwanza. Jah ambaye zamani za kale alisema katika pindi nyingi na katika njia nyingi na mababu zetu kupitia manabii, mwishoni mwa siku hizi amesema nasi kupitia mwana aliyemweka rasmi kuwa mrithi wa vitu vyote, na ambaye kupitia yeye aliifanya mifumo ya mambo. Selassie Rastafari. Neno linatuambia kwamba Jah alizungumza na watu wa zamani kupitia manabii, lakini katika siku hizi, nyakati hizi za mwisho, anasema na wanadamu wa dunia kupitia mwana wake mwenyewe ambaye tunafahamu katika Yeshua HaMashiach. Selassie Rastafari. Ambaye tunafahamu ni katika Yeshua HaMashiach. Jah katika nyakati za mwisho amesema nasi kupitia mwana Yeshua HaMashiach wa Nazareth, ambaye alikuwa mtu mweusi, ambaye alikuwa ni mnaziri. Mnaziri maana yake ni kama vile mtu mwenyewe akati nywele zake. Lakini mwana aliyemweka rasmi kuwa mrithi wa vitu vyake vyote, na ambaye kupitia yeye alifanya mifumo ya mambo. Mwana alimweka rasmi kuwa mrithi wa vitu vyake vyote. Maana yake mwana ndiye aliyewekwa rasmi kuwa mrithi wa ufalme wa Jah, mrithi wa dunia ya Jah na mali zote za Jah. Ni Yesu Kristo katika ujio wake wa pili. Ni Yeshua HaMashiach katika ujio wake wa pili, anapozaliwa upya kupitia mzizi wa Daudi, akiwa kama mzizi wa Daudi, anapozaliwa upya katika hii dunia, na Jah anaweka roho yake ndani mwake. Yeye anakuwa ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, naye ni katika Jah Rastafari, Selassie the first, mfalme wa mwisho wa Ethiopia, mfalme wa falme. Yeye ametimiza yote, ni ujio wa pili wa Yesu Kristo. Yeye aliwekwa rasmi kuwa mrithi wa ufalme wa Jah na dunia nzima, na ile imezihirika vizuri katika Haile Selassie. Amerithi ufalme, amerithi dunia, ameitawala dunia, ameongoza akitetea haki na ukweli wa dunia. Amedhihirisha kweli, yeye amepewa ufalme wa Jah na mali yote ya dunia amepewa yeye. Jah amezihirishwa ndani yake. Yeye ndiye mng'ao wa utukufu wake na mwakilisho sawa sawa wa utu wake mwenyewe, naye hutegemeza vitu vyote kwa neno la nguvu zake. Yeye mwana Yeshua HaMashiach, yeye ndiyo mng'ao wa uwakilisho sawa sawa wa Jah na wa utu wake Jah unaonekania katika Yeshua HaMashiach, katika Haile Selassie, ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach. Kwa hiyo imani kamili ni Utatu Mtakatifu, katika mwana Yeshua HaMashiach, katika baba Haile Selassie. Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu mwenye anaishi ndani yao. Kwa iko wazi kabisa kwamba Jah, Mungu anazihirishwa katika mwanadamu wake, katika mfalme wake, kwa sababu mwanadamu ndicho kiumbe cha hali ya juu zaidi kuzidia viumbe vyote ambacho Mungu aliumba. Kwa hiyo lazima Mungu ajidhihirishe katika mwanadamu. Naye hutegemeza vitu vyote kwa neno la nguvu zake, na akiisha kuzitakasa dhambi zetu aliketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu katika mahali pa juu sana. Yeshua HaMashiach baada ya kumaliza kazi yake duniani, akafufuka, akaenda, aliketi kwenye mkono wa kuume wa Jah. Jah anakuja kutenda miujiza ya kumrudisha tena duniani. Kwa hiyo amekuwa bora kuliko malaika, kwa kuwa amerithi jina bora kabisa kuliko lao. Yeye Yeshua HaMashiach
amekuwa bora zaidi kuzidi hata malaika, kwa maana jina ambalo yeye amerithi ni jina la Jah. Na ndipo pale ambapo mpaka Lucifer akawa na wivu baada ya kuona kwamba Mungu amemchagua mwanadamu wa kawaida ambaye sio malaika kuitwa Mungu. Lucifer akawa na wivu, akashawishi na wengine malaika wakafanya uasi dhidi ya Jah, kwa sababu alijiona yeye ni mzuri zaidi, yeye anafaa zaidi, yeye anafaa aitwe Mungu. Lakini ilikuwa mapenzi ya Jah. Jah ameomba vingi na Jah ametawanya kazi zake, vyeo vyake amevitawanya jinsi anavyopenda yeye. Kwa hiyo Yeshua HaMashiach amerithi jina bora ambalo ni jina la Mungu. Yeshua HaMashiach ni mrefu, ana vipindi vyake kufika duniani. Ana kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, na atakuwa na kipindi cha tatu. Cha kwanza kimeshafanyika, cha pili kimeshafanyika, kimeonekana, na atakuwa na cha tatu ambacho ni kazi ya kuja kuleta hukumu duniani, kumaliza mahangaiko ya watu wa Jah kwa kumwangamiza muovu na mambo yake yote na kuanzisha dunia mpya. Tumemwona Yeshua HaMashiach katika ujio wake wa pili katika jina lake jipya, Haile Selassie, mfalme wa mwisho wa Ethiopia. Yeye ndiyo Yeshua HaMashiach, Yesu Kristo alirudi mara ya pili, na ndiyo yeye tunayemchunga Haile Selassie katika siku ya kuleta hukumu, kwa sababu hukumu italetwa na mfalme akiwa amekaa katika kiti chake cha ufalme. Hizi neno la Jah linavyotufundisha. Haile Rastafari. Kwa hiyo hakuna confusion. Ukimwona Selassie umemwona Yesu Kristo, ukimwona Yesu Kristo umemwona Selassie. Na sana sana unapomwona Selassie unamwona Yesu Kristo ndani. Haile Rastafari. Kwa hiyo kwa mfano alipata kumwambia nani kati ya malaika, wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuwa baba yako? Hakuna malaika aliambiwa neno hilo. Na tena mimi mwenyewe nitakuwa baba yako na yeye mwenyewe atakuwa mwanangu. Malaika gani ishaambiwa neno lile? Hakuna. Lakini anapomleta tena mzaliwa wake wa kwanza katika dunia inayokaliwa, Haile Selassie. Lakini anapomleta tena mzaliwa wake wa kwanza, Yeshua HaMashiach, anapomleta tena katika dunia ambayo bado inakaliwa, sio dunia ambayo inaisha, Haile Selassie. Neno la Jah liko wazi kabisa kwamba Yesu ana vipindi viwili duniani. Ana kipindi cha kwanza kama mwana wa Mungu, kama mtu wa kawaida tu, kwa sababu ya kuja kutengeneza njia ya imani. Lakini analetwa tena akiwa mfalme wa wafalme, na ndipo anapopewa urithi wote wa Jah. Lakini anapomleta tena mzaliwa wake wa kwanza katika dunia inayokaliwa, yeye anasema, yeye Jah anamwambia, anapomleta tena anamwambia nini? Anamwambia malaika wote wa Mungu wamsujudie nani? Haile Selassie Rastafari. Malaika wote wa mbingu wamsujudie Haile Selassie. Pia hapo ni kuwahusu malaika, wanaambiwa hilo neno, lakini kumhusu mwana ambaye anarudishwa tena katika dunia inayokaliwa, pia kuwahusu malaika, yeye anasema naye anawafanya malaika zake kuwa roho na watumishi wake wa watu wote kuwa mwali wa moto. Lakini kumhusu mwana, Yeshua HaMashiach anamwambia Mungu ni kitu chako cha ufalme milele na milele. Anapomrudisha Yeshua HaMashiach duniani anamwambia Mungu ni kitu chako cha ufalme milele na milele. Yeshua HaMashiach anarudishwa tena, anakaa katika kiti cha ufalme na anaitwa Mungu. Kwa hiyo lazima Yesu Kristo aonekane duniani kama mfalme wa wafalme katika kiti chake cha ufalme. Na ile sisi Rastafari tunafahamu ilishatimia. Novemba le 1930, tarehe 2 mwezi wa 11 1930, Yeshua HaMashiach alirudishwa katika jina jipya Haile Selassie, akitokea Yerusalemu mpya, Ethiopia.
Anamwambia Mungu ni kiti chako cha ufalme milele na milele, na fimbo ya enzi ya ufalme wako ni fimbo ya unyoofu. Kwa lazima tumuone Yeshua HaMashiach katika karakteri za kifalme. Akiwa katika karakteri za kifalme. Christ in his kingly character. Yes. Na ndipo kitu ambacho Babylon wakoloni wanakifumbia macho, wanakifunika, wanashinda, wanafundisha watu, lakini hicho kitu wanafunika. Lakini kama ingekuwa lisemewa atatokea France, Angleterre, Amerika, Canada, Germany, wangekuwa wa kwanza kukitangaza fasi yote duniani. Kama ingekuwa nasemewa atakuja kama mzungu, wangekuwa wa kwanza kukitangaza dunia nzima. Lakini kwa sababu ilitamkwa Ethiopia, Afrika, atakuwa mtu mweusi, ndiyo kukaa na kupanga na kutunga jinsi watafunika hiki kitu na kutengeneza sababu na njia nyingi za kuelezea, kucomplicate mambo ili waweze kufunika hiki kitu. Rastafari. Kwa hiyo jibu liko wazi. Mungu katika mfalme wake anaonekana duniani, lazima ndio devoir dunia imepewa. Washinde wanaotafuta mfalme wa falme, Mungu amjue, wapate jina jipya. Jana mwambia uliupenda uadilifu nawe ukachukia uasi wa sheria. Ndio sababu Mungu wako alikutia mafuta kwa mafuta ya kushangilia kuliko wenzako. Na wewe pale mwanzoni, Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni za mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini we mwenyewe utabaki siku zote. Nazo zote zitachakaa kama vazi la nje, nawe utazikunja kama kanzu, kama vazi la nje. Nazo zitabadilishwa, lakini wewe ni yule yule. Nayo miaka yako haitakuwa na mwisho kamwe. Miaka ya Haile Selassie haitakuwa na mwisho. Ndio maana Haile Selassie alishinda kifo. Haile Selassie yuko hai na miaka yake haitakuwa na mwisho. Lakini amepata kusema hivi kuhusu nani kati ya malaika. Malaika gani ashapata kuambiwa kwamba keti kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako kuwa kiti cha miguu yako? Hakuna malaika aliambiwa vile, lakini Yeshua HaMashiach aliambiwa vile. Keti kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niwafanye maadui zako kuwa kiti cha miguu yako. Maadui ambao walimsulubisha, alivyokuja kama mwana, walivyomdhalilisha kipindi kile, wale watakuja kudhalilishwa mbele yake. Na alipomleta tena Yeshua HaMashiach katika dunia, ndio wakati alipokuja kutimiza neno lake, promisi yake ya kuwadhalilisha maadui zake, kuwafanya kuwa kiti cha miguu yake. Haikufanyika. Iliwekwa wazi. Dunia iliangamia kwa sababu ya hukumu ya Haile Selassie. Wote walishuka, walichanganywa, wakaingia vitani, kwenye vita wenyewe kwa wenyewe, na ushindi akatoka nao Haile Selassie. Waliwaza kwamba wataangusha ufalme wa Ethiopia. Hiyo waliweza? Hawakuweza. Waliwaza kwamba watafunika nguvu na ahadi na profesi yote ya neno la Jah listimie, lakini haikuwezekana. Neno la Jah haliwezi kutikiswa na mwanadamu, haliwezi kubadilishwa na mwanadamu. Jinsi lilivyosemewa na ndio jinsi ambavyo lilitimia. Kwa hiyo kweli aliwafanya maadui zake kuwa kiti cha miguu yake. Je, wao wote si roho kwa ajili ya utumishi wa watu wote waliotumwa kuhudumia kwa ajili ya wale waliorithi wokovu? Selassie Rastafari. Barikiwe Jah, tubariki neno hili.